Diamond ameendelea kutuwakilisha baada ya kuonekana yupo kwenye orodha ya wasanii wanne ambao tayari wako linked na Gianni Infantino, rais wa FIFA. Sasa miongoni katika hawa wasanii wanne, msanii mmoja ambaye anatakiwa kuandaa na kufanya maandalizi ya wimbo wa kombe la dunia. Sasa Jason Derulo tayari alishawahi kuandaa, licha ya kwamba yupo kwenye orodha. Kuna Maluma, kuna Bad Bunny, lakini pia kuna mwamba mwenyewe Simba Diamond Platnumz, lakini ni miongoni mwa wasanii ambao tunasema kwamba tena baada ya kuachia wimbo wake wa Happy, basi umewa encourage baadhi ya viongozi kutokea FIFA na kumweka kwenye orodha ya wasanii wanne ambao watakaa wenyewe, wataangalia vigezo wanaovihitaji, lakini pia mwisho wa siku atapatikana msanii mmoja, ama ikishindikana hivyo maana kutakuwa na orodha ya wasanii wengine, yani ile collab ya wasanii wengine, kwa sababu ni kama makundi ya wasanii tofauti tofauti. Kwa hiyo wanakaa wanaangalia ushawishi, lakini pia wanaangalia pia na kile wanachokihitaji. So tuendelee kumuombea, na ninaamini kabisa kwamba uwezo wa Diamond kutengeneza wimbo wa kombe la dunia anao na anaweza akafanya vizuri. Sasa ni kuangalia tu viongozi wa FIFA, je, watamridhia na je, watamchagua? Kwa sababu mwisho wa siku tuende mbele tuli nyuma, ngozi nyeusi tena kutokea barani Afrika kidogo zimekuwa na changamoto. Sasa ni uwezekano tu na labda nyota ya Diamond iweze kung'aa, lakini sisi tunamwamini, na baada ya kupewa collab katika orodha ya wasanii wanne wa kundi A, manake hii ni heshima kubwa sana. Ila tuangalie pia kwa wasanii wanne wengine ambao pia watapewa collab, lakini pia na kufanyiwa pia mitazamo mbalimbali ya wao viongozi, kuangalia je, ni msanii gani ambaye wanamhitaji katika miondoko ambao wao kama wao wamekuwa wakitoa strategy ya wimbo wanaotaka. Kwa sababu miongoni mwa idea ambazo zimekuwa zikitoka kwa viongozi wa FIFA ni kutaka pia kuna baadhi ya vitu viweze kuonekana kuanzia kwenye video, lakini pia na baadhi pia ya melody pamoja pia na maneno yaweze kusikika kwenye upande wa audio. Kwa hiyo yote yanatokana pia na baadhi ya viongozi ambao wanasimamia pia harakati za entertaining. Kwa hiyo kwa sasa Diamond ameweza kuonekana kuwa ni moja kati ya entertainer ambaye anaweza akatengeneza wimbo wa kombe la dunia na akafanya vizuri. Lakini mbele ya Maluma, mbele ya Jason Derulo na mbele ya Bad Bunny, je, unahisi Diamond anaweza katoboa? Sisi kwa imani yetu, sisi kama wabongo, sisi kama Tanzania na sisi kama Afrika, ninaamini kabisa kwamba Diamond uweza kutengeneza ngoma ya wimbo wa kombe la dunia inawezekana, na kuperform vizuri na kuwa the biggest entertainer, na pia kufanikisha huo wimbo kuweza kuwa ni trending song na kuonekana kuwa ndo wimbo utakaoweza kupendwa. Yote yanawezekana, sema tu labda Gianni Infantino pamoja pia na jopo lake la viongozi waweze kuwa na ubaguzi na wachague wasanii ambao wao kama wao watakuwa wameweza kuwaweka kama sehemu ya pinpoint ya wasanii ambao labda pengine kuanzia rangi zao wanaweza wakaleta bias. So lolote linaweza likatokea. Cha msingi sasa tukutane kwenye upande wa comment, mwaga ma comment kuendelea kumsupport Simba kama Simba.